Taifa la Mungu, itifaki imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuungana na mzaburi wa 116 anayesema ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Kwa niaba ya shirika la dada wadogo ambao walikuwa mlezi na kwa niaba ya watawa wote, nasimama na kuungana na askofu mkuu wa jimbo pamoja na wote wanaoomboleza kumshukuru Mungu kwa maisha na zawadi ya Mwadhama Polycarp Pengo. Baba Pengo aliwapenda watawa na ndio maana tangu alipoingia alikaribisha watawa bila ubaguzi, na mara zote alipokaribishwa katika umoja wetu alipenda kujiona kama sehemu yetu. Alishiriki akitupongeza pale tulipofanya vizuri na kukemea yale yasiyofaa. Maisha yake yalikuwa mfano kwetu. Tunakumbuka mara nyingi tulijichallenge sisi wenyewe tulipomwangalia na kusema, je, mtawa ni yeye au ni sisi? Na hasa kutokana ni nidhamu yake ya sala pamoja na maisha ya nidhamu katika muda, lakini pia katika kushika ufukara. Maisha yake yalikuwa kitabu kizuri kinachofurahisha kusoma, na uzuri huu ulitokana hasa na muungano wake na Mungu. Baba hakuogopa kifo. Aliishi kama msafiri aliyechukua mizigo michache njiani. Neno la Mungu, breviari na rozari vilimtosha. Alijiandaa kwa ajili ya siku ya mwisho. Ndio sababu kifo chake kina thamani kama asemavyo mzaburi. Maisha yake ya sala tunaona kama ni siri ya hizo fadhila alizokuwa nazo. Baba alipenda kusali, alisali, akasali. Aliweza kuungana na Yesu msulubiwa, akaweza kuvumilia mateso yote aliyopitia. Wakati tukishangaa huduma za magonjwa na madaktari walizomfanyia, yeye akibaki na tabasamu. Baba alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole, alikuwa mtulivu, alikuwa mwadilifu, na hata alipambania uchumi sio tu wa shirika letu lakini hata wa jimbo na mashirika mengine. Tungetoa nafasi kwa mashirika kadhaa kusema nafasi ya baba, mngeshangaa namna ambavyo kila shirika lilihisi kummiliki baba. Basi sisi kama watawa tunasema kifo chake ni cha thamani na wenyeji wake wapo mbinguni na kifo chake ni faida. Tutamwenzi kwa kutunza utawa kama yeye alivyosema katika maneno yake ya mwisho. Alikuwa anasisitiza, tunzeni utawa wenu. Baba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Upumzike kwa amani baba.